ni co-founder wa Tanzania International Tourism Festival, lakini ikiwa imesajiliwa kwa mamlaka ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ni Arts and Tourism Promotion Company ambayo inadili na maslahi mapana ya kutangaza utalii wetu, utamaduni wetu, lakini na vivutio ambavyo viko ndani ya nchi yetu ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimeambatana na secretariat na timu ambayo tuko kama Tanzania International Tourism Festival, lakini rais na mwenyekiti wa TAFCA, kwa maana kwamba wenye dhamana kusimamia sanaa zote ambazo zinajikita na sanaa za uchoraji, sanaa za uchongaji na vitu vingine. Tumewaita leo hapa tarehe 3 mwezi wa 7 Grand Mele Hotel ni kuwajulisha ndugu zetu wa Tanzania pamoja na wadau wa habari na wadau wa sekta ya utalii pamoja na utamaduni kwamba kuna events kubwa ambayo inafanyika katika nchi yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhusiana na masuala ya kudumisha utalii, sanaa, utamaduni wetu. Event hii itafanyika mwezi wa 10 na itakuwa inahusiana na Arts and Craft Festival. Yaani ni festival ambayo inahusiana na sanaa ya uchongaji, sanaa ya uchoraji pamoja na vivutio vingine ambavyo vinahusiana na masuala makubwa ya uchongaji nchini kwetu Tanzania. Sanaa hii ambayo itakuwa na vivutio na vitu vingi tofauti tofauti, kwa maana kwamba moja, kutakuwa kuna workshop ambayo pia itakuwa inawaelekeza wadau wa sanaa ya uchongaji kuhusiana na elimu, biashara, maendeleo, lakini na protection, kwa maana kwamba ya sanaa zao ambazo wanazozichonga. Lakini la pili, kutakuwa kuna training kuhusiana na mwenendo halisi wa soko la sanaa ndani ya nchi na nje ya nchi, kwa maana kwamba katika uchongaji na uchoraji, kujua wajibu wao, thamani yao katika sekta ya utalii pamoja na sekta ya michezo, sekta ya sanaa na utamaduni, ili waweze kujua nafasi yao katika kuingiza kipato kikubwa kupitia biashara hiyo. Kwa hiyo mojawapo ni kuangalia fedha za kigeni, lakini ni fedha za Kitanzania. Lakini baada ya hapo pia kutakuwa na maonesho makubwa ya utalii ambayo itakuwa ni day trip ya kuhakikisha kwamba vivutio vyote ambavyo vilivyokuwepo katika mkoa wetu huu wa Arusha ambao watu wataenda. Kwa hiyo tutajigao, kuna timu zingine zinaweza zikaenda kwenye mamlaka hii, kuna timu zingine zinaweza zikaenda kwenye mbuga hii, kuna wadau wengine wanaweza wakaenda hivi. Lakini kama mnakumbuka, kuna mkutano mkubwa ambao utakuwepo hapa Arusha wa IPU ambao unahusiana na masala ya wabunge kuja katika nchini kwetu. Kwa hiyo pia na wao ni vivutio vikubwa vya kuja kuangalia sanaa yetu ya uchongaji pamoja na sanaa ya uchoraji. Lakini vile vile tunajiandaa kwa AFCON. Kwa hiyo sekta hii ya sanaa, utamaduni na michezo ina nafasi kubwa kuhakikisha kuangalia ni jinsi gani tunaweza tukapata fedha za kutosha. Kwa binafsi leo nimewaita hapa kuja kuzungumzia kampuni yetu, lakini pia kuwajulisha nini ambacho tunachokifanya mwezi wa 10. Kwa hali halisi ilivyo ni kwamba tuna wadau zaidi ya 1500 ambao wamefanya registration ndani ya nchi na nje ya nchi, lakini vile vile tutakuwa tuna showcase, kwa maana kwamba exhibition ambazo zitakuwa ndani ya siku 3. Maana yake ni kwamba kutakuwa kuna exhibition ya siku ya kwanza, kutakuwa kuna exhibition ya siku ya pili, kutakuwa kuna exhibition ya siku ya 3, lakini kutakuwa pia kuna hiyo workshops, training, lakini vile vile kutakuwa kuna challenges. Tunataka tuwashirikishe wadau tofauti tofauti. Kwa majina naitwa Rukia Walele, ni rais wa Shirikisho Sanaa za Ufundi Tanzania, TAFCA. Shirikisho Sanaa za Ufundi lina vyama ndani sio chini ya 20, lakini iko Tanzania nzima. Na sisi kazi ya Shirikisho Sanaa za Ufundi ni kusimamia sanaa za ufundi kwa ujumla. Lakini shirikisho letu lina watu gani na watu gani ambao mnapaswa nyinyi pia kuwafahamu. Kama nilivyosema, tuna wachongaji, tuna wachoraji, tuna wasusi, tuna wafinyanzi, tuna wanaofuma vitambaa, tuna wanaotengeneza viatu vya ngozi, wote hao kwenye sanaa za ufundi. Na sasa hivi pia tuna watu ambao kuvaa sanaa za ufundi, nywele sanaa za ufundi. Kwa maisha yetu ya kila siku, wana design, hizi graphic design, zote hizi ni sanaa za ufundi. Kwa hiyo kwa Tanzania Festival sisi kwetu sisi tunasema ni dhahabu, kwa sababu wadau wetu sana kuja kujulikana, wachongaji. Na siku hiyo natamani Mwenyezi Mungu akijalia kituweka hai kwamba hata yule mchongaji mwingine akiwa anachonga pale, mnaona jinsi kile kinyago kinavyochongwa. Lengo mojawapo mahususi la Tanzania Tourism Festival ni kutoa elimu ya masuala ya utalii, kwa sababu tunajua sekta ya utalii inajikita katika kuendelea kupanua wigo wa uchumi
kwa watu mbalimbali, lakini kundi mojawapo likiwa ni kundi la watu wanaochonga vinyago pamoja na sanaa kwa ujumla. Kwa hiyo tumejikita pia kutumia platform zetu za media kuendelea kuhakikisha watu wanapata elimu zaidi. Ni sekta pana, lakini imekuwa na upungufu wa watu wanaoshiriki. Kwa mfano SIDO wana takwimu zao kwamba ni upungufu wa 12% ya wachongaji ambao wameshaingia rasmi katika mfumo wa kujiingizia kipato ambacho kinavuka mipaka. Sasa tunatazamia pia kupitia festival hii kuendelea kutoa elimu kwa wachungaji wengi zaidi ili wajiingize katika mfumo rasmi wa kupata kipato.